Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Juni 27. Tuombe. Haleluya, haleluya, haleluya. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia asubuhi ya leo. Nafasi ya kuja miguuni pako, tuombe, tusali, tulete dua zetu na tujifunze neno lako. Tusamehe uovu wetu, tusafishe na ututakase. Tembea nasi ukituponya miili yetu, magonjwa yetu ya kimwili na hata magonjwa yetu ya kiroho. Tufanye kuwa watoto wako wa kiume na wa kike, tutembee katika nuru yako. Asante kwa ajili ya somo la leo, nasi tunapoenda kujifunza, tunaalika uwepo wako uwe pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema wajibu wetu kwa maskini. Imejengeka katika kitabu cha Mathayo 25 ya 35 na 36, ambapo neno la Mungu linasema, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, na alikuwa mgeni mkanikaribisha, na alikuwa uchi mkanivika, na alikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, na alikuwa kifungoni mkanijia. Wakati ulimwengu unahitaji kuhurumiwa, wakati unahitaji maombi na msaada wa watu wa Mungu, wakati unahitaji kumwona Kristo katika maisha ya wafuasi wake, vivyo hivyo watu wa Mungu wanahitaji fursa ambazo zinavuta huruma yao, kuweka ufanisi katika maombi yao na kukuza ndani yao tabia kama ile ya mfano wa Mungu. Mungu ameweka miongoni mwetu maskini, wasiojiweza, wagonjwa na wanaoteseka kwa ajili ya kutupatia fursa hizi. Ni urithi wa Kristo kwa kanisa lake, na wanapaswa kutunzwa kama ambavyo yeye angewatunza. Kwa njia hii Mungu anaondoa uchafu na kuisafisha dhahabu, akitupatia ukuaji na ukomavu wa moyo na tabia tunayoihitaji. Bwana angeendeleza kazi yake bila ushirikiano wetu. Hatutegemei sisi kwa sababu ya fedha zetu, muda wetu wala kazi zetu, bali kanisa ni la thamani sana mbele zake. Ni sanduku lililo na vito vyake, zizi ambalo huzungushia boma kundi lake, na anatamani kuliona likiwa bila doa au lawama wala mambo kama hayo. Analionea shauku kwa upendo usioweza kuelezeka. Hii ndiyo sababu ametupatia fursa ya kufanya kazi kwa ajili yake, na anapokea kazi zetu kama kiashiria cha upendo na uaminifu wetu. Katika kuweka miongoni mwetu maskini na wagonjwa, Bwana anatujaribu ili kutufunulia kile kilichopo mioyoni mwetu. Ukuaji wa akili na moyo unaweza kukamilishwa kwa urahisi pale tunapohisi huruma ile kuu kwa ajili ya wengine, kiasi kwamba tunatoa fadhili na fursa zetu ili kupunguza mahitaji yao. Matendo mema yanatugharimu kujinyima, lakini ni katika kujinyima huku yanazalisha nidhamu. Wajibu huu hutuleta katika pambano na hisia na hulka za asili, na katika kuyatekeleza tunapata ushindi baada ya ushindi dhidi ya sifa bainifu ambazo ni pingamizi kwa tabia zetu. Ulimwengu utashawishiwa si zaidi sana kwa kile kinachofundishwa mimbarani kama kwa kile kanisa linachokiishi. Mhubiri anatangaza kisa cha Injili, bali uchaji Mungu wa kanisa unaoonyeshwa kwa vitendo utakuwa kielelezo cha nguvu yake. Hii ni Juni 27, mada ikisema wajibu wetu kwa maskini. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.